woka wa mama, woka chama cha mabinti, woka. Sasa twende kazi. Tumia mambo mangapi? 6 kulinda mume wako. Jambo la kwanza, maombi. Maombi ni silaha madhubuti ya ulinzi ambayo mke hapaswa kuitumia kwa mume wake. Mwanamke anayeomba sio wa kawaida. Anapoomba anazungushia wigo wa moto kwa mume wake na watoto wake. Ndio maana tunaambiwa ombeni bila kukoma. Tunaambiwa katika Wathesalonike hiyo wa kwanza 5:17. Kolosai 4:2 anasema dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukurani. Yule mama amenibariki sana. Shukuru. Yaani wewe mume huyo mmeishi miaka mingi, unamlaumu tu, hakuna jema hata alilofanya hata moja. Basi ukikosa jema lolote kwake, mshukuru basi hata amekupa watoto. Si hata hilo nalo basi ungeshukuru. Hakuna. Huyo baba ni mbaya tu. Kuna wanawake anamnena mume wake vibaya tu. Na unajua kanuni ni hii. Unavyozidi kuona mabaya yangu ndivyo utakavyoyapata mengi. Ila kadri unavyotafuta mazuri yangu ndivyo utakavyoyaona. Tumeambiwa tulinde waume kwa maombi. Linda mume wako. Hata kama mume wako hajaokoka. Anaweza akafika mahali akanywe maji machafu, anashangaa kiwi imekatika. Baadaye wanasema mke wake anajifanya anasali, kumbe lichawi likubwa. Wewe wako umemwacha tu hivi. Unaomba eti ukiwa na shida. Omba wakati mnacheka. Muombe mume wako, mfiche mbawani mwa Bwana. Kwa hiyo ulinzi wa kwanza madhubuti wa mke anaopaswa kuutumia kwa mume wake, maombi. Omba bila kukoma. Ulinzi wa pili, mume wako atakapojua kwamba unamtii na kumheshimu, umempata. Atakapojua kwamba wewe una heshima na adabu kwake, umempata. Na hivyo ulinzi wa pili ni utii. Yaani wewe mwenzangu, kila mume wako anachosema lazima ukipangue. Kila anachosema. Anasema mimi napenda kweli kitu fulani, ngoja ninunue gari ya aina hii. Gari gani hiyo? Rafiki yangu ana gari nzuri kweli. Kwa hiyo unang'ang'ania unanunua ile. Yaani mume wako anaishi kama wewe unavyotaka. Mume wako ni kichwa, muache awe kichwa nyumbani ili uishi vizuri. Kwa hiyo jambo la pili ni utii. Jambo la tatu, mdomo. Mdomo wako. Wimbo ulio bora 4 fungu la 11 linasema, bibi harusi, midomo yako yadondoza asali. Asali na maziwa vi chini ya ulimi wako. Mithali 23 fungu la 16, naam, viungo vyangu vitafurahi midomo yako inenapo maneno mema. Lakini maneno mema ni sifa mojawapo ya mke mwema inayopatikana katika Mithali 31 na fungu la 26. Biblia inasema mke mwema hufunua kinywa chake kwa hekima. Hafunui mdomo kwa mume wake. Sauti ile ile unayoongea na houseboy wako kule anaye kutunzia ng'ombe, sauti hiyo hiyo ndio unaongea na mumeo. Sauti hii ya kwenye madhabahu huku kwenye mimbari hiyo ndio hiyo hiyo unaongea naye na Urio hiyo hiyo. Sauti hiyo hiyo unayoongea nayo na watoto wako, hiyo hiyo ndio unaongea na mumeo. Kuna wanawake akiongea na mumeo unajua anaongea na mume wake. Sauti anaipoza. Halafu mwingine baba fulani unarudi sasa sanga. Huyu mwanamke nini huyu? Ulimi. Fumbua kinywa chako kwa hekima mbele ya mume wako. Mtamkie baraka, msifie. Unajua si bure kuna watu wanaogelea kwenye wimbi la umaskini. Kwa sababu ndio maneno anayomnenea mume wake. Na bora uwe una hela tutuone utahonga nini. Umepatia? Mtakuwa hamna wote. Mke kazi yake ni kubariki. Amekuletea dagaa na nyanya 2 na kitunguu kidogo. Shukuru. Mungu akubariki mume wangu. Asante umeleta hivi. Na unavipika ukiimba vinyimbo, vidagaa ukikaa, acha kabisa vitamu. Wewe maneno ya baraka humpi mume wako. Nani atampa? Bariki mume wako. Mwite mwambie baba, njoo nikubariki mume wangu. Mbariki. Aende akiona kabisa mke wake amembariki.
tamka kwa hekima, zungumza naye maneno matamu. Hivyo ndivyo wanawake wacha Mungu, Biblia inasema ndivyo wanawake wacha Mungu wanavyoongea na waume zao. Yaani kabla watu hawajafaidi matunda ya wokovu wangu, wa kwanza anayestahili kufaidi ni mume wangu na watoto wangu, ndipo natoka hivi kwa watu. Mume wangu anakula tabu kule, hata hajui na tabasamu vipi, alafu nakuja kwa watu, Bwana Yesu asifiwe. Mume wako hata hiyo Bwana Yesu asifiwe yenyewe haijui. Wewe unanuna tena, hata unakuja kanisani hujaomba ruhusa wala hujaaga. Halo. Halafu unashangaa mbona mume wako hataki kuokoka. Hata okoka na imani ya namna hiyo. Jambo la 4. Jiko lako. Jua kushika tumbo la mume wako. Huo ni ulinzi mkubwa mno. Mwanamke anayejua kupika vizuri vyakula vyenye afya, mume wako popote alipo anatamani kurudi nyumbani aje kula chakula chako. Tunasoma Mwanzo 27 na fungu la 9. Kila mwanamke anapaswa kujua chakula namna ile anayopenda mume wake. Sikia hapa. Wakati Isaka anamwambia Esau, nenda ukaniletee mwanambuzi nikubariki. Nenda kalete mnyama, mimi sio mwanambuzi, maana alimwambia enda kawinde. Mama ndiye akachukua mwanambuzi. Nenda ukatengeneze mawindo ulete nile nikubariki. Mama aliposikia akamwambia mwanae kipenzi Yakobo, na hapo napo kuna somo kubwa sana la namna ya kugawa familia. Una mtoto unampenda kuliko mwingine, hiyo haifai. Huyu mama alitamka maneno haya, enenda ukaniletee mwanambuzi nitengeneze chakula namna ile aipendayo baba yako. Umesikia hayo maneno? Kila mwanamke anapaswa kujua chakula namna ile anayopenda mume wake. Usipike kama wewe unavyopenda. Biblia inasema hivi katika mafungu haya. Mhubiri 9 fungu la 7. Wewe enenda zako ule chakula chako kwa furaha. Mhubiri 2:24, Mhubiri 3:12. Anasema mwanadamu chini ya jua hapati jema ila kula, kunywa na kumfurahia mke wa ujana wake. Kwa vile kwenu ni upareni, mmezoea kula pure, basi huyo baba wa watu kutoka Msoma amezoea kula ugali na sato wa chukuchuku, wewe unapika tu mapure. Eti kisa uliona baba yako akila. Baba yako alikuwa anakula kwa sababu ni mpare, na huyo naye ni mpare. Kanuni iliyo bora, pika pure zako ulizozoea kwenu. Mpikie mume wako kachakula ka ugali kaliko changanywa na udaga na samaki chukuchuku sato. Mnakaa mezani, mnakula kwa furaha, unakula pure zako, anakula ugali wake mzuri wa udaga uliochanganywa na samaki. Na Biblia inasema hiyo ndio yote ya mwanadamu. Usingekimbia jikoni. Kuna wanawake hajui kupika masikini. Akipika dagaa wanapiga mbizi, wanaogelea. Mwanaume anachukua tonge, akilichovya tonge linatoka kama lilivyoingia. Dagaa unaweka mchuzi lundo tena. Jifunze kupika vizuri. Pika namna ile apendayo mume wako. Mimi napenda sana kula vyakula vya asili. Yaani mimi chakula changu ninachopenda kabisa, kwenye vishumba mimi hunitoi. Nachukua mbaazi mbichi na magimbi na songa. Yaani hivyo ndio vyakula mimi napenda. Njegere na viazi mviringo. Yaani vyakula vya hivyo vya asili mimi ndio vyangu. Lakini mume wangu ana vyakula anavyopenda. Mume wangu anapenda sana samaki. Kwa hiyo napika cha kwangu, nampikia yeye, tukila huko namtolea mifupa. Mume wangu sija kakabwa, ataacha kunitafutia pesa akikabwa. Lazima nimtolee mifupa sija akakabwa. Halo. Pesa unapewa, unaenda kununua visamaki, watoto wa samaki. Huyo baba atakabwa. Mnunulie li samaki lenye mnofu.
Unajua hayo ndio mambo yanafanya tunasogea karibu, tunakuwa wamoja zaidi na mapenzi yanaongezeka. Baba anakula mezani, mama amekaa anaangalia tamthilia huko anakula. Wewe umepita chuo gani? Mbona unatuaibisha? Hata kama huli, umeshakula, kaa mezani na yeye. Unamchotea matonge ili apoe. Na unajua ni ajabu sana, wanaume mikono yao ni migumu, si ndio Lakini eti kwenye moto inaungua. Sisi yetu ni milaini, lakini hatuungui ovyo. Kwa hiyo pale unakaa, kazi yako ni nini? Unachota matonge ili apoe. Huko unamchombeza vimaneno vitamu. Yaani mwanaume anafanya, Mungu asante kwa mke kama huyu. Mwanamke ukitoka asubuhi kurudi usiku. Ukitoka asubuhi kurudi usiku. Lea, baba alikula. Na unajua ni vibaya mume kurudi nyumbani mke hajarudi, labda kama kwenye semina kama hizi. Hii ni special case. Lakini sio kila siku. Yaani yeye mume wako ndio yuko nyumbani, wewe hujarudi. Natoka kanisani na hapa nimekumbuka kitu. Kuna wamama huwa hawanibariki. Anakuja kanisani, nyumbani hajapika. Hata kitanda alicholala hajatandika. Anakuja kanisani. Kama uko mahali hapa, ushindwe kwa jina la Yesu. Kanisa la mtu la kwanza la kukimbilia ni nyumbani kwake. Baada ya kanisa la nyumbani ndipo tunakuja kwenye hili kanisa kubwa ambalo kuna makanisa madogo madogo. Nyumbani umeacha kila kitu kiko kamili. Na mwanaume anaporudi hana shida na wewe. Umeenda kanisani lakini yeye nyumbani chakula chake kipo na hakuna shida. Jua kushika tumbo la mume wako. Mume wako asiondoke hajala. Basi kama anawahi sana, tafuta sasa hivi kuna vitu vingi sana vizuri. Tafuta kitu unaweka humo ndani. Kitu ambacho mume wako atakula wala hakiharibiki. Kitu fulani kikavu. Sawa Mkate wa brown, umemwekea na karanga atatafuna. Unamwambia mume wangu, basi uko nakoenda, haya upite utafune. Unajua mara nyingine tunawaingiza waume kwenye shida. Kila siku secretary ndo anampa chai. Mpaka testi ya mume wako ya chai ya namna gani anataka anaijua secretary, wewe hujui. Maana hujawahi mpikia. Na wewe kwenye wanawake unajiita mwanamke. Tulia jikoni. Katulia jikoni. Mwanamke ni kutulia jikoni. Sikiliza. Hata kama unarudi usiku, mwanamke mjanja atapika tu. Unapikaje? Lea, unaweka ndizi kwanza hizi. Unaosha ndizi, weka nyanya, kitunguu, kila kitu, weka humu samaki juu. Halafu weka maji, unaweka mpaka hapa. Sawa Na kwa vile ukiwepo, vile unavyopika anaona, basi Lea atapika tu. Au unarudi labda saa 1 au saa 12. Unamwambia Lea, nibandikie maharage mwanangu, kuna na nazi. Ukirudi mama, uko wapi? Jikoni. Umeshindwa hayo yote. Ukirudi pitiliza jikoni, kaangalie Lea alipika nini. Yaani mume anashangaa mezani, mke mwenye nyumba na yeye anashangaa mezani. Kumbe Lea kapika ndizi jamani. Baba si huwa hapendi ndizi Lea. Yeye inamuhusu, ni mumewe huyo. Kaona kitu rahisi ni ndizi. Biblia inasema mwanadamu chini ya jua hapati jema ila kula, kunywa na kumfurahia mke wa ujana wake. Wanawake tujiruhusu waume zetu watufurahie. Ruhusu mume wako akufurahie. Na unajua, ungewauliza wajane, usingekuwa unabania mapenzi wewe. Wangekwambia uchungu wa kukosa mume. Una mume wako, mpe kila anachohitaji maadamu si dhambi. Na unajua Biblia inasemaje? Heri lawama wazi kuliko upendo uliositirika. Usisitiri upendo. Yaani mume anarudi, ametoka kukutafutia, yeye ndiye anafua nguo zake. Wengine ndiye ananyoosha. Unatia aibu. Unajua mwanaume akifanya hivi vitu vidogo vidogo, yale mambo makubwa atafanya saa ngapi ya kututafutia mahela tuishi vizuri? Mke mwema anaandaa, niko huku
kule hata nikikaa mwezi, nguo za Urio zote zimenyooshwa na nimepanga hapa mashati, hapa t-shirt, hapa suruali, hapa zile namna gani vipi, vyote nimeweka. Yeye ananyofoa tu moja moja, anavaa, nitazikuta nikirudi. Mnyoshe mume wako nguo, shika nguo ya mume wako uifue, ili kama kifungo kimekatika ugundue kwamba kifungo hakina. Kuna wababa kwa haraka anatembea, kumbe zipo hapa imeharibika, na anamke nyumbani, samahani baba, zipo imeharibika. Mwanaume anajiangalia na nyumbani anamke. Ni wajibu wako, fanya hayo yote. Yaani hiyo ndio usaidizi uliopewa. Umsaidie, na asubuhi akiondoka usimwagie kwenye shuka. Uende salama, Mungu akubariki. Wewe mwenyewe hujambariki, unataka Mungu ambariki? Wewe si ndio mumeo huyo, mbona hujambariki? Mke mwema angemsindikiza mume wake kidogo mlangoni tu pale, nenda salama mpenzi. Na mume, sura yako kutwa nzima ile tabasamu inamzunguka kichwani. Akipita Asha, hana shida na yeye, hatabasamu kama mkewe. Akipita sijui nani. Jamani, asubuhi mwanamke tengeneza. Kama ambavyo wanawaambia wanaume, asubuhi tengeneza, muandae mke wako kwa ajili ya jioni. Ulivyomuaga asubuhi, unamuandaa kwa ajili ya jioni. Peaneni raha, maisha ndio haya. Haijalishi hali yenu. Kuna mtu mwingine anafikiri kwamba uchumi ukiwa juu eti ndio watu wanafuraha. Nani amekwambia? Kwani upendo unauzwa? Shilingi ngapi? Heshima na adabu vinauzwa? Haviuzwi. Mnaweza mkafurahi katika hali yenu ya kiuchumi. Mnaweza mkatengeneza mbingu ndogo hapa duniani katika hali yenu. Kwa hiyo mwanamke, hakikisha ya kwamba unatumia jiko lako vizuri, pika vizuri. Hakikisha unamteka mume wako kwa chakula chako. Hakuna chakula bora kama kule cha nyumbani. Mwanamke unapika, unajaza mafuta mpaka mume afanye hivi ndio apate mahali pa kuchovya, bila kujua kwamba mafuta yanaua mapema. Usitumie mafuta mengi, jua kupika. Sisi wa Tanzania ndio tuna hiyo shida. Mataifa mengine akija kwako, umepika kitu yeye hajui kukipika, anakuuliza, umepikaje hiki? Nielekeze. Lakini wewe unaenda kwa mwenzako unakula chakula kitamu, wala humuulizi kapikaje. Wivu. Jamani, wivu hata kwenye mapishi. Jambo la 5, ulinzi madhubuti wa 5 mke autumie kwa mume wake: muonekano mzuri. Tunasoma katika Mithali 31 fungu la 22. Hii umaridadi au kuonekana vizuri ni sifa mojawapo ya mke mwema. Anasema hujifanyia mazulia ya urembo, sawa, mavazi yake ni kitani safi na urujuani. Uwe nadhifu mbele ya mumeo daima. Wanawake wengi wanavaa vizuri wanapotoka kama hivi, mmepaka wanja, mmepaka poda. Sasa subiri siku ambayo hutoki tena, bahati mbaya na mumeo naye anashinda nyumbani, wote wawili mnashinda nyumbani. Mama anadamka, anawahi kwenye banda lake la kuku, maana wiki nzima alikuwa yuko kazini. Akiingia kwenye banda la kuku kwa haraka, anachukua t-shirt lake moja kubwa, limeandikwa maandishi makubwa, kilimo kwanza. Au ana ndugu yake ni mwalimu, kwa hiyo kampa CWT. Alafu anavaa lile t-shirt bila hata jeki, hapigi jeki. Sasa fikiria wale wavulana wangu wale wamenyonya ya kutosha, bila jeki unafikiri inafika wapi? Anaingia bandani au anachukua dera au mnaita kijora. Kwa hiyo kinachora raba fulani hapa, linakuwa mpaka hapa. Yuko kwenye banda la kuku, yuko busy. Anakuja mara moja kwa mumewe, baba fulani, upo? Mwanaume anaangalia mara moja, asema, "Hii nini hiki? Hiki ni nini jamani?" Na unajua mwanaume akiangalia mwanamke hamjajua, huwa haangalii hapa kwanza. Macho yao huwa yanagusa hapa kwanza. Mwanaume akiona maraba hapa, yani waulizeni afu atawaambia, anaumia. Sasa mwanaume anaangalia, anasema, hiki nini jamani? Mimi nimeoa nini jamani? Sasa wewe mimi nishinde nyumbani, halafu nalemba kama hili. La nini? Yaani niko nyumbani kwa mume wangu, halafu lete lemba kama hili juu. Haya la kazi gani?
Wanawake wengi hapo tunajikwaa. Nguo za kuvaa kwa watu ndizo tunavaa labda nyumbani. Zile nguo zinazostahili kuvaa kwa mume ndio unavaa kwa watu. Unajichanganya mwenyewe. Zile nguo ambazo mapaja ndio yangeonekana umvutie, unatuonesha sisi. Sisi tuna shida na vipaja vyako. Sisi tumekwambia tuna shida ya vipaja, kwani sisi hatuna vipaja? Hizo nguo kamvalie mumeo chumbani. Badala yake chumbani wewe sasa ndio unaleta dera na litenge juu. Kumbe kule ndani ndio ungevaa kanguo fulani hivi simple. Mume wangu unaanza maji ya kuoga, unaanza kula. Wewe lete tenge la nini? Onekana vizuri kwa mume wako. Usisahau jambo hili. Liko vazi ambalo wanaume wanalipenda sana na halina gharama. Unajua vazi gani? Hilo. Umeshalivaa hapo. Hilo. Umeliona? Usiangalie nyuma wewe, hata wewe pia umelivaa. Hilo umeliona? Wanaume wanapenda sana tabasamu. Mwanamke anapotabasamu anakuwa mrembo zaidi. Jizoeshe. Na nikwambie kitu, hata wewe mwenyewe unakumbuka wakati mnachumbiana, mlipokuwa mnatazamana, nini kilikuwa kinatokea? Bila kuchekeshwa, si ndio? Sasa hivi unamwangalia mumeo kama unaangalia baba mkwe. Wewe una shida gani? Unamkazia macho mwanaume mpaka mwanaume ndio anaona aibu, anatoa macho. Mwanamke yeye ni yule, haijalishi mna miaka mingapi ya ndoa. Nimewaambia ya kwangu 31. Lakini bado ni yule. Nimejizoesha nikimwangalia yule handsome wangu na alivyo handsome, najikuta tunatabasamu. Onekana nadhifu mbele ya mume wako. Umekuja huku umechana nywele vizuri, nyumbani unafunga mabutu yako 3. Hayachanwi hayo kutwa nzima. Kuoga mpaka jioni eti kisa umeshinda nyumbani. Haijalishi huko nyumbani kuna nguo za nyumbani zinaeleweka, lakini basi kwa namna fulani ya unadhifu. Unafunga kitenge, funga kitenge, umevaa t-shirt yako, umepiga jeki yako vizuri, hakuna shida. Wanawake wengi mwanaume anasema, kumbe mke wangu mzuri. Maana ukitoka hapo ndio unaenda kitchen party, unaenda kanisani kama hivi. Anasema kumbe mke wangu mzuri jamani. Lakini ukishinda nyumbani je, mchafu. Kuonekana vizuri ni ulinzi wewe kwa mume wako. Kwa nini? Huko anakotembea anakutana na warembo wengi sana. Mimi huwa nawaonea huruma wanaume, mpaka huwa naombea wanaume wote, Mungu awape neema. Wanawake jamani ni wazuri mno. Alafu wewe eti kisa umeolewa ndani unaleta za kuleta, unaringa. Wewe waulize wenzako waliolizwa. Uwe nadhifu mbele yake daima. Jizoeshe kutabasamu ili mume wako afurahie. Sasa basi, tumesema ulinzi namba 1 utakao utumia ni nini? Kwa sauti. Jambo la pili. Jambo la 3. Mdomo, kauli. Tena hapa Roho ananionyesha kuna wanawake hapa wana majibu mabaya kabisa. Unatutia aibu wenzako wote, ushindwe kwa jina la Yesu. Maneno hayo machafu leo uyaache hapa. Ukirudi nyumbani urudi mwingine. Jambo la ngapi sasa linakuja? La 4. Kwanza bado hamjanimalizia kunitajia. Mdomo, halafu jiko, halafu muonekano. Sasa basi, kwa kawaida nyoka hafi vizuri mpaka umpige kichwa. Umefanya hayo yote, umemuombea mumeo, umepika chakula kitamu, umezungumza naye vizuri kwa adabu, umeonekana vizuri mbele yake, yote umefanya. La mwisho ni sawasawa sasa na kuua nyoka kichwa, sasa ndio unamponda. Sawa, kule chumbani. Kule ndiko mahali unatakiwa umuoneshe mumeo kwa nini wewe unaitwa Debora na hujaitwa Joni. Sio mahali pa shida. Siku moja tutakuwa na nani hapa Bishop? Tutakuwa na marriage revival, tutajifunza kwa undani kabisa somo zima chumbani tu. Kule sio mahali pa kuleta manunguniko na mashtaka. Mimi mama Ureo ana kitchen party sijatoa mchango. Unajua wanawake wengi hapa hatujui kwamba wewe unaye rekodi shauri yako. Hatujui kwamba mwanaume ana vichwa hivi viwili. Kuna mahali unazungumza na mwanaume hauzungumzi na kichwa hiki. Hata wewe ni shahidi. Mara nyingi amekuahidi kitu, baadaye ukija kumkumbusha anakuruka, si ndio?
kilikuwa kichwa kingine kabisa, kinajibu upesi. Nitakupa. Jamaa akimaliza shughuli yake anarudi kaa kobe, anajificha. Ukija kumkumbusha, lakini ulisema sweetie, asema mimi nimewahi kusema maneno kama hayo? Mimi sijasema. Tafuta wakati muafaka wa kuzungumza na mwenzako. Sio kila wakati ni muafaka. Anaweza akakujibu kwa sababu ana shida. Na mke mwema asingetumia hiyo kama fimbo ya kumwadhibu mwenzake. Vile ambavyo Mungu amekubariki, umepata neema ya kumjua huyu Mungu anayeokoa. Umempa maisha yako Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nyumbani ulipaswa uishi kwa furaha. Haijalishi kuna shida gani. Makwazo hayana budi kutokea, lakini ole wake hayaletaye. Usiwe wewe. Kazi yako mwanamke ni kufumua kuni moto usiwake, si kuchochea. Anarudi unamwangalia leo, amewaka leo. Karibu mume wangu, asante. Unajua leo hapa kumekucha. Pole sana na kazi, asante. Ungependa uoge kwanza au ule? Chochote. Unatakiwa ujue nyakati kwamba leo mambo hayako sawa, ili uende naye vizuri na maisha yawe matamu. Tuna masomo bado mbele. Mungu atubariki kwa jina la Yesu, amina. Na tukumbuke matangazo haya ni ya moja kwa moja kupitia kituo chetu bora kabisa cha Praise Power Radio, faraja ya watu. Karibu mama. Amen. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Jamani, nzuri. Haya, wafuga kucha. Jikoni huingi. Leo vitunguu vimeungua. Nyanya zimeungua. Ulikuwa wapi? Nimependa hii amesema kama una mahali unaenda unamuita Lea. Vitunguu kata hivi, maji weka saizi hii, alafu moto usiwe mkali sana, alafu ukirudi mbio jikoni. Bwana asifiwe sana. Uone mambo yamekwenda sawa. Lakini leo unajinama tu. Tumeongezea leo mshahara, chakula kitamu, anajua Bwana asifiwe. Wewe akipika, anza kuwa mezani wa kwanza, unaandaa chakula, karibu chakula mme wangu, na haumtaji Lea. Bwana asifiwe. Huo ndio ukweli jamani. Bwana asifiwe sana. Karibu mme wangu, leo ndio kuna pilau ya mbuzi nimepika, karibu sana. Unapiga na magoti kama kwetu kule fulani kule, tunapiga magoti, karibu sana, karibu mme wangu chakula. Lakini maelekezo ulimpa Lea. Bwana asifiwe sana. Huyo ndi mwanamke mwenye nini? Mwenye akili. Bwana asifiwe. Sasa umesikia maneno haya. Kizazi hiki sasa. Usimbabaishe. Nimechelewa. Nilikuwa na mkutano. Kwani wewe hujui? Usema kitoka mimi ndo na kaimu. Wewe hujui? Umesoma nimesoma, usimbabaishe bwana. Ndio hivyo. Ofisini ni bosi, nyumbani ni mke wa mtu. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Ofisini wanakuheshimu, wanakupokea begi, ni sawa kabisa, ni vizuri. Nyumbani ukifika wewe ni mama Joyce, ni mama Johnny, mama fulani, unakuwa mama wa nyumba. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Nimependa hii anasema hapa huko unawanja lipstiki nini unaona nzuri kama la kwangu, ni vizuri sana. Haya, nikute asubuhi naamka sasa. Bwana sifiwe. Hata kama umevaa wigi basi uko ndani suka mnyosho mzuri. Sasa ukivua wigi anasema ndio yule, ndio yule, unakuwa kituko. Bwana asifiwe. Mwisho wa Mungu, Bwana akubariki sana. Tumepokea, tumepona.